Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti kutoka Umoja wa Mataifa zinaeleza kuwa Israel imeongeza mateso kwa wafungwa wa Kipalestina tangu mauaji ya kimbari ilipoanza huko katika ukanda wa Gaza. Wasilishaji pamoja wa kamati ya Umoja wa Mataifa unaelezea unyanyasaji wa kimfumo, vifo na kunyimwa huduma za matibabu. Israel imeongeza kwa kasi matumizi yake ya mateso na dhulma kali dhidi ya wafungwa wa Kipalestina tangu mauaji ya kimbari ya Gaza yalipoanza Oktoba 2023. Hii ni taarifa iliyotolewa na mashirika ya haki za kibinadamu ya Israel yakisema katika ripoti iliyowasilishwa kwa kamati ya Umoja wa Mataifa ya kupambana na mateso. Matokeo hayo yaliyochapishwa na kutayarishwa na Adala, kamati ya umma dhidi ya mateso nchini Israel, imeeleza kwamba wafungwa nchini Israel kutoka katika ukanda wa Gaza wamekuwa wakiteswa vibaya sana na hatimaye kuuliwa katika magereza mbalimbali yaliyo chini ya ardhi huko nchini Israel. Tangu Oktoba 7, 2023, Israel imezidisha ukiukwaji wake wa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kupinga mateso. Ripoti hiyo ilisema na kuongeza kuwa Israel inatumia mateso katika mchakato mzima wa kuwaweka kizuizini wa Palestina, hasa katika maeneo yao yanayokaliwa kwa mabavu na raia wa Kipalestina, huku maafisa wakuu wakiidhinisha unyanyasaji huu ambapo mfumo wa mahakama na utawala ukishindwa kuingilia kati. Kulingana na ripoti hiyo, Israel imegemea kwa mapana katika kuwaainisha Wapalestina kama wapiganaji haramu, jina ambalo halitambuliki chini ya sheria za kimataifa, kuruhusu mamlaka kuwaweka kizuizini watu kwa muda mrefu bila kufunguliwa mashtaka na kuwanyima ulinzi unaotolewa wafungwa wa kivita. Zaidi ya wakazi 4,000 wa Gaza wameshikiliwa chini ya uainishaji huu, sambamba na matumizi makubwa ya kizuizi cha utawala. Vizuizi vya kiutawala vimeongezeka sana, huku wafungwa wanaoshikiliwa bila kufunguliwa mashtaka wakiongezeka kutoka takribani 1100 kabla ya mauaji ya kimbari hadi 3500 kufikia Septemba mwaka 2025, huku muda wa kuweka kizuizini ukizidi kuongezeka maradufu. Hata hivyo, ripoti hiyo imetaja kwamba wafungwa hao walikuwa wakimwagiwa maji yanayochemka na kusababisha kuungua sana, lakini mashambulizi ya mbwa. Hata hivyo, kumekuwa na chumba cha disco kinachotumia unyanyasaji mkali wa hisia na kubaka. Makundi hayo yalisema takribani wafungwa 94 wamekufa wakiwa kizuizini nchini Israel tangu mauaji hayo yaanze, huku wengine kadhaa wakipata madhara yasiyoweza kurekebishwa kiafya. Malalamiko ya mateso wakati wa kuhojiwa na shirika la Shin Bet yaliongeza kutoka kesi 66 katika miongo miwili hadi 238 katika miaka mitatu. Uchunguzi uliopendekezwa unaonyesha kwamba hakuna hata mmoja aliongoza kufunguliwa mashtaka, huku wafungwa 3 walikufa wakati wa kuhojiwa. Shin Bet inakanusha kutumia mateso, lakini inakubali kutumia mbinu maalum za kuhojiwa, ikiwa ni pamoja na kuwanyima usingizi, kufungwa pingu chungu nzima, kutetemeshwa kwa umeme, lakini kuonyeshwa baridi kali, lakini pia muziki wa sauti kubwa na kuhojiwa ukiwa uchi na vitisho dhidi ya familia yako. Hayo ndio ambayo yanatokea katika magereza ya Israel, haswa kwa wafungwa wa Kipalestina waliopo katika magereza hayo, ambapo Umoja wa Mataifa umeeleza ripoti hiyo ikionyesha unyanyasaji wa hali ya juu unaofanywa na Israel kwa kuwakamata watu wasiokuwa na hatia na kuwatesa kwa kuwauliza maswali kuhusu makundi ya wapiganaji, ikiwa ni pamoja na kundi la Hamas na makundi mengine ya kijihadi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati.